kutuletea neno katika jina la Yesu. Amen. Basi tutaomba na ili tukaweza kuendelea. Mungu wetu na Bwana wetu, katika jina la Yesu, tunasema ni asante kwa sababu wakati umefika wa kutulisha na neno lako. Naomba ukaweze kumtumia mzee huyu, ukaweze kumtumia kwa njia ya kipekee wakati huu. Naomba ukaweze kumpuriza na Roho Mtakatifu, na ili akaweze kuleta ujumbe kwetu kama vile umetuandalia katika jina la Yesu. Tupatie masikio ambayo inasikia mapenzi yako. Tupatie ufahamu, na ili ukaweze kupata ufahamu wa neno letu siku hii ya leo. Nasema ni asante tunapoendelea kusikia kutoka kwako, kwa sababu ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante mchungaji. Hamjambo? Bwana asifiwe. Nami niko mzima. Yesu ni Bwana. Ninashukuru kwa sababu ya kibali cha hii siku na hata kibali cha kuweza kushiriki neno la Bwana siku ya leo. Naamini Mungu ataweza kuzungumza nami nawe katikati ya nafsi hii, na naamini Mungu atatenda mema tunapokuja katika tamati ya ujumbe wa siku ya leo. Ningependa tuingie katika Biblia zetu, tuingie katika kitabu cha Hesabu, na tutasoma aya nyingine moja katika kitabu cha Waibrania, Hebrews, ili tuweze kupata neno letu la siku ya leo. Tutaanza katika kitabu cha Hesabu, mlango wake ni wa 20, Numbers. Tutaenda katika aya ya 20. Neno la Bwana linasema, kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia bara ya Sini katika mwezi wa kwanza. Watu wakakaa Kadeshi. Miriamu akafa huko, akazikwa huko. Na hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano. Wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Haroni. Watu wakashindana na Musa, wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwa hili ili tufe huku, sisi na wanyama wetu? Mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutulete mahala hapa pabaya, si mahala pa mbegu wala tini wala mizabibu wala makomanga, wala hapana maji ya kunywa. Musa na Haroni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania. Wakaanguka kifudifudi, utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo uwakusanye mkutano, wewe na Haroni ndugu yako, ukawaambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, naye utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Musa na Haroni wakakusanya kusanyiko mbele ya Bwana, mbele ya mwamba. Akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haroni, kwa kuwa hamukuniamini mimi
ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Kitabu cha Hibrania tutasoma aya moja tu, Hebrews chapter 11. Aya yake ni ya 6 na inasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amwamini yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana asifiwe sana. Kichwa cha ujumbe wangu siku ya leo itakuwa uchague imani. Choose faith. Katika hali zote ambazo zinatukabili kama binadamu, ninakuomba na ninajiomba mimi mwenyewe nikaweze kuchagua imani, ikiwa ndiyo jambo ama chombo kitakachokuwa cha kuniendeleza ama kunifanikisha katika lote nifanyalo. Bwana asifiwe sana. Tutajiuliza maswali mawili na tutajaribu kuangazia hali hii ya imani na tuone ni kwa nini imekuwa vile ambavyo tumeweza kuona katika maandiko hayo mawili. Nilipokuwa nikitafakari jambo hili na nikasikia katika moyo wangu nikihuzunika wakati nilikuwa nasoma hiyo aya ambayo iko katika kitabu cha Hesabu, mahali ambapo tunamalizia na Mungu anazungumzia Musa na Aroni na kuambia, hamkuniheshimisha mbele za wana wa Israeli, na kwa kusudi hiyo hamtaweza kuwapeleka ama kuwafikisha katika nchi ya ahadi. The question we need to ask ourselves this morning: is the lack of faith fatal? Ukosefu wa imani unaleta mauti? Hilo ndio swali nilikuwa najaribu kujiuliza. Musa na Haroni walionekana wakiweza kufanya jambo fulani mbele za Bwana, na waliweza kulianzisha na wakajaribu hata kwenda kulikamilisha, lakini matokeo ya jambo ambalo walilolifanya ilikuwa ni mauti, because Mungu aliweza kukata hukumu juu yao na kusema hamtafika katika nchi ya agano. Tumesoma pale, this is the first month, mwezi wa kwanza ambao wana wa Israeli walikuwa wamekusanyika wakianza safari kuelekea Misri. The first month. Tunajua walichukua muda gani kutoka hapo hadi kufika nchi ya agano. It took them 40 years. Lakini nikahuzunika na nilikuwa nasikia katika moyo wangu nikiangalia hata mahali ambapo Aaron aliweza kufika mahali pa kuaga, na nilikuwa nasikia uchungu hata wa kijana wake Eliezer akipanda mahala pale na kuvalishwa nguo hizo ambazo ni za baba yake ili aendeleze huduma ambayo baba yake alikuwa ameanzisha. It was very painful, and I asked myself the question: is the lack of faith fatal? Kukosa imani kuna hukumu ya kifo kwa mambo ama kwa mtu. Na nikaona hivi, jambo la kwanza ikuwa the lack of faith is a sin. Ukikosa imani, nikikosa imani nimefanya dhambi.
na hukumu ya dhambi huwa ni kifo. Wakati niliangalia hiyo jambo, nikajiuliza, ikiwa ukosefu wa imani ni kifo, basi nikiangalia upande ule mwingine, ikiwa niko na imani, basi kuna uwezekano wa kuchangia uhai. Bwana asifiwe sana. Lakini tusimhukumu Musa na tusimhukumu Aaron kabla hatujachungulia ni mambo gani haya ambayo yalichangia hili jambo. Kwa hivyo kwa dakika chache nitaomba tuangalie mambo ambayo yanachangia kuwa imani. What are these things that will contribute to the lack of faith, or to the death of faith, or even to the reduction of faith in our lives? Bwana asifiwe sana. Tukiangalia maandiko ambayo tumesoma, tunaona mtu ambaye alikuwa amepewa jukumu la kuongoza wana wa Israeli. Na jukumu hilo alikuwa amejitolea kabisa kulifanya. Lakini kwa kweli hawa watu walikuwa ni watu wagumu. Na walikuwa ni watu ambao walikuwa wanakuwa na ugumu na udhaifu fulani wakati hata anapowaongoza. So nikaangalia jambo la kwanza na nikaona maono yetu, the view ambayo tuko nayo ya hali zetu, ama ya hali ambayo inaangazia katika maisha yetu. Our view or our attitude towards the circumstances that we have in our life contributes very much as to whether we are going to exercise faith or lack faith. Kwa mfano, kuna ukosefu katika maisha yangu. Kuna udhaifu katika maisha yangu. Ninakosa. Napitia katika hali ngumu katika maisha yangu. Hiyo hali ni kweli. It is true that there is lack in this life. Ni kweli pengine nina ukosefu kwa sababu ya hali ya kimaisha. Nimekosa kazi, ama pesa ninazozipata, mapato hayatoshi, ama nimepata hali ambayo inanisukuma, nimekuwa mgonjwa. These are facts of life for us. But the attitude which we have towards that situation will very much contribute to whether we will be able to exercise faith in our lives or our faith will die. Bwana asifiwe sana. All of us at any one point in time will face difficulties, will be in difficulties. As I speak, you may be going through a difficulty, or you may have walked out of a difficulty, or you may go into a difficulty at any one point in time. But the attitude, mtazamo wako kwa hii hali yako itakuwa jinsi gani? The Israelites had a challenge. Hawakuwa na maji, hawakuwa na maji ya kunywa. Na Mungu alikuwa amewafanyia mambo mengi. Lakini wakati huo ambapo tumesoma maandiko, hawakuwa na maji. Kulikuwa na upungufu. But their attitude towards this lack ilikuwa kumchukia Musa, kumdhihaki Musa na kumchukia Mungu. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, nikaona our memory could be a very big deterrent to us exercising faith in our lives. Wana wa Israeli ukisoma katika hayo maandiko, wamesema kule kwingi ambako wamepitia katika huo mwezi mmoja. Only 1 month. But their memory did not remind them that God parted the Red Sea. Wapite. But they remembered the many times kuna ugumu katika hiyo njia, kuna ukosefu wa maji, kuna ukosefu wa chakula. Our memory can give us milestones of perceived difficulties in our lives. And inatuzuia kuweza kuona vile Mungu ambavyo ametenda katika nafasi nyingine. Bwana asifiwe sana.
Jambo la tatu, nikaona mtazamo wetu wakati tunapoanzia jambo is very important as to whether we are going to exercise faith or not. Tukianza safari katika jambo lolote, be it a project, be it an event, whatever it is that we are going to choose, our attitude is going to determine very much as to whether we are going to exercise faith or not. Tutafikiana ama hatutafikiana. Kumbuka wana wa Israeli wakianzia mahala ya pa kwanza, ilikuwa ni kuwasukumia kuanzana na hii safari. Na hata wakapo wanapoenda, wanasema ni wewe Musa ambaye unatuelekeza ni wewe unatusingizia kwenda hii mahali, hata hatujui hiyo mahali ambapo unatuelekeza. So walienda, mara wanaona ni sawa, mara wanaona si sawa. So the attitudes that we have may determine as to whether we will be able to exercise faith or not. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine niliona la tano ni kuwa ukichukia wale watu wanakuongoza, ama uchukie mwenzako, iwe ni mtu wa jamii ama familia, the moment you start exercising hiyo hali ya uchuki kwa hao watu, ni ngumu sana kuweza kuweka imani. Kwa sababu ni vyema tukaweze kuona viongozi wetu ama wale ambao tuko nao katika jambo ambalo tunalolifanya, tukiwaona kwa macho mazuri, tunaweza kuendelea mbele. Tukiwachukia kama vile hawa watu waliinukia Musa, na wote wanamdhihaki, wanamwambia wewe ulitufanyia, wewe ulitulete, wewe ulitufanyia. Why? The question why did you bring us here? Why did you take us there? Hiyo hali katika maisha yetu inakuwa ni hali ambayo inadunisha imani ambayo tuko nayo. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine ni ile hali ya kusikia ahadi za Bwana. Musa walianguka kifudifudi mbele za Bwana. And God spoke the word of promise that I will grant water unto these people. They had it. They even tried to exercise it. But in the middle of that process, they forgot the promises of God. Tunachukua imani, tunaanza kama vile mchungaji amekuwa akituzungumzia hapa, na anatuambia, lakini katikati ya kufanya hivyo, tunapoteza nguvu ile, ama tunasahau mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine la mwisho niliona katika hiyo hali, nikijaribu kuchambua kwa nini hawa watu hawakuweza kutumia kipawa cha imani katika maisha yao, ni kitu moja ambayo niliona ni kutokuwa na uvumilivu. They were impatient. Katika hiyo hali, safari ambayo walikuwa naenda ilikuwa ni mwezi wa kwanza, but immediately they have lost faith and they are not interested in the whole process. Wanataka mambo yao na wanaitaka sasa. Katika mazungumzo ya siku hizi tunasemanga we want our blessings and we want them fast. Isikawie. Sitaki kama hiyo ya wazee ambao waligojea kwa hiyo muda wote. I want it and I want it fast. I want to have my cake and eat it. Hiyo ndio ile hali ambayo inakuwa ni ngumu sana kwa imani kuweza kuendelea pale. I can see Moses, I can see Aaron every day living amongst these people, living in such an environment, dealing with such a people. There is a high risk ya imani yao hata kuenda chini. Lakini mimi na wewe mtu wa Mungu, kwa sababu tuko katika hali ile ambayo Musa alikuwa ndani yake, utakuwa na katikati ya watu ambao hawaamini ile mambo ambayo wewe unaamini. You will be in the midst of people who will challenge your faith, who will challenge what you believe. Utachagua nini? What will you choose? Will you choose faith or will you choose to go by what it is that they say? And I asked myself another question.
Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, is this faith necessary? Tunahitaji imani. Is it necessary to achieve what it is that we need to achieve? Is it money that we need? Is it resources tunahitaji? Hawa watu ni maji tu walikuwa wanahitaji. Is it the only thing that they desired and they needed to get to Canaan? Now that water was offered, is it the only thing that they needed? There were many other obstacles to overcome. And mimi na wewe, katika maisha yetu, we have many obstacles to overcome. And if we pray just for money, if we just pray for those breakthroughs, they are not enough. Because tutakuwa na changamoto mingi katika maisha yetu. Kile ambacho tunahitajika is to have the faith to perceive and to continue to pursue what God has purposed in our lives. Tumesoma maandiko katika kitabu cha Waebrania na inasema it is impossible, kwa Kiingereza inasema it is impossible to please God without faith. Ukiangalia na pande hiyo nyingine, the only way to please God is to have faith. Hatuwezi kupokea jambo lingine isipokuwa kwa imani. Bwana asifiwe sana. Nikajaribu kuangalia na hii imani nayo inakaa aje. What is this faith that we are really talking about? Nikaangalia hii kitu ambayo inaitwa imani ni kitu ambacho ni cha kibinafsi. It is a personal thing. Faith is personal. There is no such a thing as corporate faith. Hakuna imani ya watu wengi, hapana. Ni imani ya Mase, ya Andrew, ya Njuguna, ya Kinovia, zikikusanyika tunasema hiyo ndio imani yetu. But Mase and Andrew and Njuguna and Kinovia must have faith first. Ili uwe katika hiyo hali ya kusemekana wewe uko katika hiyo kusanyiko la imani. It is a personal thing. Nikaangalia nikaona it is a nagging thing. Ni kitu ambacho kinakusukuma, ni msukumo. It is an internal conviction. Kitu ambacho kinakusukuma kabisa. Kinakuambia fuatilia jambo hilo. Pursue that thing. Hiyo si kitu ati unafikiria tu unaachilia. It continues to be a personal thing. Ni kitu unashikilia hivyo na unazingatia. Nikaangalia tena. Nikaona imani sio kitu ambayo ni ya kawaida. It is not normal. Faith is always abnormal. Mambo mingi ambayo tunayoaminia Mungu si mambo ambayo ni ya kawaida. It has things that defy logic. Na unaenda kumwaminia Mungu. Ukiambia mtu anakusikiza, anajua kwa kabisa wewe kichwa yako haiko sawa. Kwa sababu ile kitu ambayo unajaribu kuaminia ni kitu wewe kwa nguvu zako na uwezo wako hauwezi. It is beyond you. Lakini unaendelea kusema ninaamini Mungu, hiyo jambo litatimia. Mtu akikuangalia, ikiwa ni imani uko nayo, most of the times it will not be the normal thing. Haitakuwa ile kitu ya kawaida. Kuna maandiko ningetaka tusome kidogo tu hapo mbele, muelewe ile kitu najaribu kusema. Now, katika aya 21, hawa watu hawakuchoka na mara ya kwanza. Mara ya pili walirejelea na wakafanya vile vile, wakamuinukia Musa. Inasema hapa katika aya 21, why have you brought us up out of Egypt to die in this desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food.
Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, "We have sinned. We have spoken against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." Moses prayed for the people. The Lord said to Moses, "Make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live." So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then, when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Then, when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Bwana asifiwe sana. Hiyo aya inatuzungumzia mambo matatu. One, the lack of faith is fatal. Inaleta kifo. Umeona sasa nyoka wametumwa kule, wamewauma wamekufa. The other thing inatukumbusha is that mambo ya imani sio mambo ya kawaida. They are not the normal things. Wewe ukiumwa na nyoka, utaangalia mti ama utachukua hatua gani? What are you supposed to do? Kuna ile basic nini tulifunzwa tukiwa shuleni. Mtu anafanyanga namna gani ukiumwa na nyoka ama anaumwa ama nani? Tunafanya nini? Tunafunga. Uzuie nini? So utakimbia ufunge, kama umeumwa pale chini ufunge na hapo, alafu ufanye nini? Ukatafute matibabu, si ndio? Na kama ni nyoka, lazima uangalie ilikuwa nyoka aina gani ndio useme ilikuwa namna hii. Ndio akatafute antidote ambayo itatibu hiyo, ikuokoe kutoka kifo. That is a normal thing. But look at faith. What does faith say? Ameinua mti na amefungilia, ametengeneza nyoka wa shaba na amesema nini? Imeinuliwa hapo katikati wana wa Israeli. They came to Moses to pray for them so that God would remove the snakes. God didn't remove away the snakes. Nyoka waliendelea kuwa kule. Lakini akasema ikifikia mtu ameumwa na nyoka na aangalie yule nyoka wa shaba, atapona. There's something very deep in that. Na inaniambia ya kwamba that choice is in faith. Imani haitakuja hivi tu. Umeumwa na nyoka, but you have to look at that bronze snake if you are going to live. And it is a choice. Unaweza kosa kuangalia, ukafunge mguu yako na kamba, ukimbie, ukatafute matibabu, but you will die. Is it normal? So faith is not normal. Faith inakuwa ni ile kitu tu kimesimama katikati ya hali zote. All other things will go, but the only thing that will be left is faith. Musa aliinua huyo nyoka wa shaba, na ukiangalia mtu yote alikuwa ameumwa, alikuwa anaangalia tu pale juu. Because faith is the only thing that is left standing katikati ya shida tunazozipitia. Bwana asifiwe sana. So faith is very unique. Faith is very special. And that is the choice that we have to make in life. Nilianzia na kusema that you must choose faith. Haitakuja tu, ni chaguo. You have to choose to believe. Usipochagua hauwezi ukaamini. Lakini mambo yataendelea kutendeka. Nothing in this world has ever been achieved that is great without faith. Soma hata sayansi. Wale ambao wamevumbua mambo, hakuna mtu aliweza kufanya hivyo bila imani. It's not possible. Because you have to look like a madman. You tell people, badala ya kutumia moto hii tunatumia hivi, tunaweza kuwa na kitu unapitia kwa vitu zingine hivi inaitwa stima. People will look at you and they think you're mad.
What are you talking about? Juzi hata Domo alikuwa ananikumbusha, tukiongea na yeye, ananikumbusha ile shida ilikuwa katikati ya wavumbuzi wa stima, na mmoja ambaye alikuwa amevumbua hii bulb na nini, imani yake ilikuwa mzuri, alikuwa amejaribu. Lakini Domo alikuwa ananikumbusha imani yake haikuwa sawa kwa sababu hakuwa ameelewa njia ya usambazaji wa stima. Na alikuwa anapinga mwenzake, anamwambia hiyo mambo ambayo unajaribu kuvumbua itakuwa hatari sana, hiyo inaweza maliza watu, hiyo si mzuri. Lakini kwa sababu ya kazi ya huyo ambaye alikuwa anasukumwa, that is why tuko na transmission lines na matransformer na nini na vitu kama hizo, ndio sasa tunaendelea kupokea. But it takes faith. Mwenye kuvumbua mambo ya stima akina Thomas Edison ndio anazuia huyo mwingine kuendelea mbele. Lakini yeye amevumbua mambo mingi na ameweza kutusongesha mbele kidogo. Lakini hatua hiyo nyingine huyu ako nayo ya imani, inaonekana kama hiyo kitu si sawa. Because that is the way of faith. You have to have faith to be able to push in whatever agenda that you have in your life. Na ile ambayo Mungu amekuchagulia. Bwana asifiwe sana. Nikajaribu kuangalia katika hiyo nafasi yote na nikajiuliza, kama haya ndiyo mambo ambayo tunapitia kila siku, these are the people we live amongst, how do we pursue this faith? Hii imani, ikiwa watu wetu wale wananizingira wako kama hawa wana wa Israeli, if Moses could fall into that sea, who am I? Lakini nikaangalia maandiko, nikapata furaha mbele za Bwana, because there is one place where Mungu anasema kitu ambacho tunafaa kuwa nacho ili tuweze kuendelea katika hii imani. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema katika kitabu cha Numbers pia, kuna mtumishi wake mmoja ambaye anaitwa Caleb. Kati ya wana wa Israeli wale walienda kupeleleza katika nchi ya Kanaani, hao wote 12, kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa na jina la Caleb. Na Caleb Mungu alimtolea ushuhuda, akasema that katikati ya watu wote wana wa Israeli, huyu akona roho ambayo ni tofauti. He has a different spirit. Na kwa sababu akona a different spirit, nitahakikisha ya kwamba hata kufia katika jangwa, atafika katika nchi ya agano. Na yeye na urithi wake watarithi ile yote ambayo nimeangazia hawa wana wa Israeli. We need to have a different spirit. Na a different spirit haiwezi ikafanya ukaingia katika kusanyiko la watu na kuitikika. Lazima uwe ni mtu ambaye unasema yale ambayo ni ya imani. Na mara nyingi imani ni kama vile tumeona, it stands out. Itamaanisha utakaa kama wewe hauko sawa. But to have a different spirit, hiyo tu ndio itahakikisha ya kwamba sisi tutaweza kupitia katika hali zetu za kawaida na kushinda kadri ya vile Mungu ametuwezesha. Bwana asifiwe sana. So Caleb is the only person, wakiwa na Joshua, ambao walitoka Misri na wakafika Kanaani. Kitu moja huwa inanifurahisha ya Caleb, at 80 years, kwa sababu walikuwa na miaka 40 wakienda kupeleleza. At 80 years, anaambia Joshua, give me my hill, give me my inheritance. Niende nikafanye nini? Nikachukue. Hapo anasema vijana wangu wataenda kupigana. Hapana, anaongoza. It means at 80 years, haiko vile tunasemanga ati ukishafikisha miaka 80 wewe sasa uko katika masaa ya lala salama. No, because of a different spirit, God sustained his life, that hata wakati atakayopokea hiyo inheritance atakuwa na nafasi ya kusherehekea. Bwana asifiwe sana. That is the spirit that we need in our lives.
a different spirit, but a spirit that helps us at all times kuchagua imani. Ukikabiliwa na hali ngumu, ukikabiliwa na hali ambazo zinakusonga, much as unajaribu kufanya yale yote ambayo unafanya, you must choose faith. You must believe beyond all the odds ati jambo hili litaweza kukamilika, si kwa sababu ya uwezo wako, ila ni kwa uwezo wa Bwana. Nimejaribu kukagua mambo ambayo mimi kama mtu binafsi nimeweza kufanya, things that I can do on my own or I have attempted to do on my own. Nikaangalia kama kuna kitu chochote kimefanikiwa katika maisha yangu, it is the only things that I depended on faith. Hii ingine yote hakuna. Lakini kila wakati ambapo nimekuta ninahitaji kumwegemea Mungu tu, there has been breakthrough, and a breakthrough ambayo si ya kawaida. Bwana asifiwe sana. In the event of your life, ukipitia mambo yako ambayo ni ya kawaida, ukipitia hali yote ambayo inakuchanga moto kama hawa wana wa Israeli, ukosefu, ugonjwa, shida ambazo tunazotukabili sisi tunazijua, the only question that you need to answer is, do I have faith? Katika moyo wako na katika fikra zako kuna sauti utakayoisikia. If those voices that you hear hazikuelekezi katika mahali ambapo unataka kwenda, then remember that those are not the voices of faith. Those are the voices of the evil one trying to dissuade you kukimbilia ile kitu ambayo Mungu amekuangazia. Kila siku lazima ufanye chaguo, because tumesema imani is a choice. Kila siku lazima ushikilie hiyo imani, kwa sababu ni kitu cha kung'ang'ania na kupigania. Ni lazima ujitayarishe kusimama katikati na kuonekana, hata kama ni wewe tu bado utabaki ukiamini, then you must choose faith. Caleb was the only man left standing, believing ati Mungu anaweza kututoa Misri atupeleke Kana. Mtu mmoja. If you want to know how many people there were over 603,000 men above 20 years. Unajua walikuwa na hesabu wanaume, hawakuwa na hesabu wanawake. Wale walikuwa natoka Misri. Ukifanya hesabu ya wamama na ufanye hesabu ya watoto, nafikiri tulikuwa na watu chini ya 2 milioni. See, there were over 2 million. 2 million people. But one person in 2 million people is the only one who is believing that Mungu anaweza fanya. Choose faith. At all times, choose faith. Mungu atusaidie sana na atuelekeze, tusifikie mahali pa kuruhusu imani yetu kukufa. Kwa sababu imani yetu ikikufa, it has fatal consequences. Tutaweza kukuta mambo yetu yatasonga, ama hata sisi wenyewe hatutaendelea mbele. But whenever we choose faith, we choose life. Because tumesema katika kitabu cha Waebrania, it is impossible to please God without faith. But it is possible to please God with faith. Mungu awabariki na watende mema. Niomba tuinuke juu. Ngozo na pangio ambayo inasema na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane wewe waweza. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane duniani kote. Niko mbele zako miguuni pako, nimenyenyekea nikutafute. Mahitaji yangu nakuletea, mizigo yote
na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Niko mbele zako, niko mbele zako, miguuni pako, nimenyenyekea nikutafute, mahitaji yangu na kuletea, mizigo yote na kuachia, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Naomba tuende mbele za Bwana, tumwambie atusaidie kuchagua imani, atusaidie kuweza kuweka imani hata katikati ya hali ambazo tunazozipitia. The Lord, you will help us, Lord. You may exalt yourself within our midst, O dear Father, in the midst of all the challenges we face. The Lord, you will help us, Lord, not to fall into the sin, O Jehovah, of denying faith. In Jesus' name, we plead before your presence. We thank you, Lord. We glorify your name. The Lord, you have given this medium of faith as a means for us to tap into the faith, Lord, to tap in everything the Lord you desire for our lives. Thank you for this medium of faith. Thank you for this choice of faith. Thank you for this presence of grace. Lord, help us. Whenever, Lord, the odds are against us, the Lord, we shall always choose faith. Choose faith. Choose faith. Choose faith in our lives. In Jesus' name, we declare your peace. Oh, yes, Lord. Basi na tuamini na tuombe. Mungu wetu na Bwana wetu, katika jina la Yesu, ni asante kwa sababu ya neno lako siku hii ya leo. Tunaomba neno hili likaweze kupata nafasi katika maisha kila mmoja wetu, na ili neno hili likaendelee kuzungumza Bwana, unapoendelea kutufundisha hali ya kutegemea ewe tu, katika jina la Yesu. Tunaomba maishani mwetu tukaendelee kutegemea imani, kwa sababu hiyo ndio maisha ambayo ungependa tukaweze kuishi. Wengine, mfalme mema, tunapungukiwa na imani, lakini siku hiyo leo tukiwa mbeleni mwako, tunakuomba katika jina la Yesu ukaendelee kutuongezea imani. Tunapoendelea mbele, tukaendelea kutumainia hata zaidi katika jina la Yesu, hata katika kazi ambazo tunafanya, hata katika familia zetu, hata katika kanisa hili, tukaendelee kuongea Bwana na kuweka imani yetu kwako katika jina la Yesu. Na unapoendelea kutenda haya Bwana, tutaendelea kunyenyekea, tutaendelea kusema ni asante. Tunaomba hata katika wiki ambayo tunaingia Bwana, ukaendelee kuwa pamoja nasi, ukaendelee kutuongezea imani. Hata mfalme mema, tunapoamka kila siku, tunakutumainia wewe katika maishani mwetu, katika jina la Yesu. Naomba wale ambao hawana kazi wakaweza kupokea kazi. Naomba kwa wale ambao wanapitia hali ngumu, Bwana ukaendelee kuwabadilishia hali katika jina la Yesu. Wale ambao wameweka tumaini kwako, Bwana wakaendelee kukuona, ukaendelee kujifungua, na ukaendelee mfalme mema kujidhihirisha wewe ni Mungu katika maisha kila mmoja wetu. Tunaomba hata tukiamini, sababu katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.
Sasa tukaweze kusema the grace, now may the grace for our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.